naomba kama kesho sitafika. Kuna kitu kimoja ninongonezwa na Mungu. Alisema kwamba maisha ni kitabu. Na kila unapoamka asubuhi, page yako moja inakuwa imepita. Unapoamka siku nyingine, anakuwa amefungua page nyingine ya maisha yako. Lakini hakuna anayejua mwisho wa kile kitabu isipokuwa Mungu peke yake, ambaye ukishatumia page zote za kile kitabu anakifunga. Haleluya! Na kwa sababu ni yeye anahesabu page za maisha yetu, ni yeye peke yake wa kuogopa. Kwa maana akifunga page ya kitabu, hakuna anayeweza kuja kumwambia afungue. Anasema nikifunga, hakuna wezaye kufungua. Na nikifunga, hakuna wezaye. Haleluya! Kwa hiyo ndio siri ya maisha yangu. Najiambia kwamba asubuhi ya leo nimefungua page nyingine. Na unajua kila unaposoma kitabu, hauwezi kujua hiyo page imeandikwa nini. Ni ajabu sana. Kuna vitu vingine ni surprise to us, but it's not surprise to God. Kwa nini? Kwa sababu hiyo page ilipofunguliwa, mwisho ile page kulikuwa nayo mambo, lakini alikuwa hajakupa nafasi ya kusoma hiyo page. That's why I love God. Aliandika kitabu. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo inakuonyesha kwamba lazima tumuofu Mungu. Hallelujah. Kwa maana ni yeye peke yake anayeweza mambo yote. Ni yeye peke yake anayeweza kukuponya ule ugonjwa. Ni yeye peke yake anaweza kusaidia moyo wako. Wale walioumizwa, ni yeye peke yake anaweza kupoza moyo wako. Wale ambao wameambukizwa magonjwa, ambao unasema niliambukizwa lakini sikustahili kupata. Ni nani anayeweza kujua nina gonjwa niloambukiza? Ni Mungu peke yake. Na ni yeye peke yake ambaye ukimwambia hawezi kukuhukumu. Haleluya. Kwa sababu hakuna mtu anayejua kesho yake, bali ni Mungu peke yake. Haleluya. Ndio maana tukija nyumbani mwa Bwana, lazima tujue kumpa utukufu wote na sifa zote. Haleluya. Asante Yesu. Nimeshangaa asubuhi ya leo, sikuwa najua kama Dori anajua kuimba Kiswahili. Haleluya. Lakini another page ilipofunguliwa ya United Breakthrough, Mungu alitoa kama Dori na ya makatana mahaya ataimba. He's the God of you. Yesterday is gone. Hallelujah. Bwana alizikwa na mambo yake. Ni Mungu amefanya mambo mapya kila siku. Hallelujah. Mwambie unaweza. Baba
Libarikiwe jina lako asubuhi ya leo. Mioyo yetu inakupenda Baba. Mioyo yetu inakupenda Mwokozi. Maneno yako yanasema ulitupenda kwanza. Ndio maana tulijifunza kukupenda kwa sababu ulituonyesha mfano wa kukupenda. Libarikiwe jina lako asubuhi ya leo. Pewe sifa jina lako asubuhi ya leo. Unastahili kuabudiwa Baba. Unastahili kupewa sifa Mwokozi. Unastahili kuheshimiwa asubuhi ya leo. Mioyo yetu tunaimimina mbele zako Jehova. Katutembelee asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katutembelee asubuhi ya leo. Ponya mioyo yetu, tuonyeshe njia. Kwa maana wewe ni njia na kweli na uzima. Tuaji kwa Baba isipokuwa kwa njia yako. Katika jina la Yesu tawala maisha yetu sasa. Tembea nasi Bwana. Haribu kazi ya shetani katika jina la Yesu. Vunja na kuharibu kazi ya yule mwovu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ufungua midomo. Omba sasa, omba kwa jina la Yesu. Tawala mahali hapa Bwana katika jina la Yesu. Patengeneze mahali hapa. Hallelujah. Yes God, yes God. Open your mouth, open your mouth. Hallelujah. Wewe ni Mungu waweza. Wewe ni Mungu tupendaye. Unajishughulisha na maisha yetu. Unajishughulisha na roho zetu. Unajishughulisha nasi Bwana. Pokea sifa na utukufu. Pokea sifa na utukufu. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Waguse watu wako Bwana. Ukawaguse ndani ya mioyo yao. Ukawaguse ndani ya mioyo yao. Wajue ya kwamba wamekuja nyumbani mwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Receive the glory and honor this morning. Because you're worthy to be praised, O God. Viumbe vyote vitakutukuza Bwana. Na sisi tunakutukuza Bwana. Katika jina la Yesu. Uwepo wako kawe mahali hapa sasa. Ponya watu wako Bwana. Ponya mioyo yetu. Ponya roho zetu. Ponya miili yetu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Pale ambapo yule adui alipanda mbegu. Pale ambapo tulikuwa tumelala yule mwovu akapanda mbegu. Anza kung'oa zile mbegu Bwana. Kwa jina la Yesu. Ng'oa mbegu za adui. Ng'oa mbegu za adui kwa jina la Yesu. Ng'oa mbegu za adui. Ng'oa mbegu za adui. Pale ambapo ibilisi alipanda mbegu. Ng'oa katika jina la Yesu. Ng'oa mbegu za adui Bwana. Ng'oa katika jina la Yesu. Unastahili Bwana. Wewe ni Mungu mkuu. Tuoshe kwa damu yako.
tutakase tena, tuweze kupata kibali machoni mwako Bwana, kwa maana unasema kuna kinyonge wala kidhaifu kitaingia. Basi tutakase Bwana, uisha roho zetu kwa jina la Yesu. Hallelujah. 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 Kwa jina la Yesu. Na kila nafsi iseme amen. Tumpige Bwana makofi. Hallelujah. Pigie kama una nguvu Bwana. Pigie Bwana makofi. Hallelujah. 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 Mungu awabariki, mnaweza kukaa. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Mwokozi. Tutakwenda kumkaribisha pastor aweze kuendelea. Mungu awabariki, tunawapenda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pigia Mungu makofi tena na vigelegele nisikie vigelegele. Haleluya. Nimesema haleluya. Haleluya. Bwana ni mwema. Hebu nione mkono wako kama unaamini Bwana ni mwema. Mikono yote nakushukuru sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Leo ni siku njema. Yes God. Bwana amekubariki wewe. Amen. Amenibariki mimi kwemo nyumbani mwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Huwa haiwezekani kuona thamani ya maisha mpaka ukipita kwenye mahali pa kifo halafu ukatoka. Huwa huwezi kuona hatari ya ajali mpaka ukipata ajali ukatoka. Huwa huwezi kuona hasara ya divorce. Kiswahili ni nini divorce? Taraka au kuachana. Hauwezi kuona seriousness mpaka ukipitia. Huwezi kuona seriousness ya kufiwa mpaka ukifiwa na wakaribu yako. Kwa hiyo Bwana anapotupa neema kuamka asubuhi tukiwa wazima, unaamka unamwambia Bwana asante sana. Haleluya. 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 Kwa sababu ni kwa mkono wa Bwana tunaishi hata sasa. Bwana asifiwe sana. Ninakushukuru sana wewe ambaye Bwana amekupa neema kuwepo nyumbani mwa Bwana. Leo tunakwenda kujiandaa na sadaka zetu za leo. Andaa sadaka yako wakati tunatoa matangazo machache. Andaa sadaka yako. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya praise team mpya. Sema praise team mpya. Praise team mpya Ambayo Bwana ndio ameitengeneza kwa wakati wake. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hebu tuwapigie makofi kwa nguvu kabisa. Makofi, 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 makofi. Bwana anaposema sitakuacha wala kukupungukia, watu wanaweza wakakuacha na sababu nzuri kabisa, lakini Bwana anaposema sitakuacha wala kukupungukia, anajua namna ya kumove vitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Nimesema haleluya. Namshukuru Mungu sana kwa sababu bado kama alivyotuita lazima atupitishe mahali ambapo ikifika huko mbele kwa maisha unakuwa ni general of faith. Unakuwa ni general of faith. Bwana asifiwe. Hii injili tunahubiri hujapitia chochote bado Bwana. Ndio. Hii injili na imani kwamba niko hivi na mafundisho mbalimbali. Kama hujapita kwenye moto bado utamisilidi watu.
Utawafundisha watu vitu ambavyo wewe mwenyewe huviwezi. Mpaka Bwana kwanza akupitishe, ushikilie, usimame, usije yumbishwe, na bado hali ya vumbi kitulia, bado unasonga mbele kwenye assignment Bwana alikupatia. Nimesema kwenye assignment Bwana alikupatia. Bwana asifiwe sana. Hata sasa Bwana bado anatusaidia. Haleluya. Nimesema hata sasa bado Bwana anatusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Piga makofi tena kwa ajili ya praise team mpya. Bwana asifiwe sana. Asa haleluya. Haleluya. Waipaji wakaimba wakasema, unaweza Yesu, unaweza Yesu. Tena wakaimba wakasema, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi. Unaweza Mwokozi. Unaweza Baba. Unaweza. Unaweza. Baba. Unaweza Mwokozi. Unaweza Baba. Unaweza Mwokozi. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tangazo la kwanza, kuanzia kesho wakati unaandaa sadaka yako, usisahau kuandaa sadaka yako. Kuanzia kesho Jumatatu tutaanza maombi ya kufunga. Ni maombi tumeyaweka kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelee kufanya kazi yake. Bwana asifiwe. Amen. Tunapokuwa kwenye vita ya kiroho, ni rahisi sana kwa watu wasio rohoni kuangalia vya nje wakakumbwa. Lakini watu wa rohoni wanaangalia rohoni, wanabaki rohoni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna kazi ambayo Bwana alituitia kuifanya hapa Columbus. Wewe na mimi na wale Bwana ambao ameandika kwamba watahusika, tuna jukumu la kuomba na sio tu kufanya performance. Amen. Sio kufanya show, kuomba. Kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya nguvu za giza na mapepo na wafalme wa anga, majini na nguvu zote za kuzimu. Vita hiyo haipigani kwa simu, haipigani kwa Facebook, haipigani kwa internet, haipigani kwa kumchochea mtu, inapigana kwa kuomba. Wakati wengine wanachocheana na kupigiana simu na kuambiana mambo mbalimbali, goti linapigwa. Na kuambia unaweza ukaona amani, ukaona vizuri, as long as the days are numbered. Kuna mahali Bwana atasimama na bendera. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuanzia kesho tunaanza maombi ya kufunga tena, na ninapenda kuwatia moyo wale ambao wataweza, kwa staili utayoweza, ujiunge pamoja na sisi kufanya maombi. Jitahidi asubuhi unaamka mapema kuomba, na jioni pia unaomba. Ukiwa kazini, wale mnaofanya kazi, ukipata nafasi omba. Hauombi sana tu kwa ajili ya kanisa, lakini pia unaomba kwa ajili yako mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mshtaki wetu Ibilisi, Biblia yako inasema, kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu wa kumeza. Hata uwe rohoni, useme uko rohoni kiasi gani, ukikamatwa mahali ambapo hukujilinda, unamezwa. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuanzia kesho tutakuwa na maombi siku ya Jumanne kama kawaida.
tunakutana hapa kanisani kwa ajili ya ibada yetu ya maombi siku ya Jumanne. Bwana asifiwe. Amen. Tunaendelea kuomba, tunaendelea kumwambia Bwana shida zetu, tunaendelea kumwambia Bwana magumu yetu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jumapili tunakutana tena hapa kama kawaida. Ikiwa kutakuwa na jambo siku ya Ijumaa, tutawataarifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yawezekana tukawa na ibada ya pamoja ya fellowship, lakini tutawataarifu na kila mtu ataweza kujua. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya hayo, niwashukuru tena waimbaji kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Mnaweza kukaa sasa. Tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Makofi, 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 makofi. Haleluya. Nisikie vigelegele tena, nisikie vigelegele tena. Bwana asifiwe sana. Sadaka yako kama iko tayari, chombo kitapita. Mzee wa kanisa atapitisha chombo na utatoa sadaka yako tuweze kukimbia kuendelea. Bwana asifiwe. Amen. Tunaendelea na somo letu. Ni sehemu ya 4 sasa, ninaamini tumefika. Somo letu tulolianza wiki kadhaa zilizopita. Kama nilivyosema ni somo refu, lakini ninaamini Bwana atatusaidia kujifunza mambo ya muhimu. Mambo mengine ninayarudia ili aweze kupata nafasi ndani ya mioyo yetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo tutaangalia sehemu za muhimu. Nitagusia tafsiri za maneno kadhaa ambayo ni sehemu ya mafundisho ya leo. Bwana asifiwe sana. Nitazungumza pia pointi chache zitakazoweza kutusaidia kuendelea kujielewa kama wanadamu. Kuweza kujielewa kama wanadamu. Ni vitu gani viko ndani yetu ambavyo hatuvijui? Ni tabia gani ziko ndani yetu ambazo hatuzijui? Bwana asifiwe sana. Amen. Kichwa cha habari kama unavyokumbuka ni tabia zilizojificha za asili ya mwanadamu. Hebu tuseme pamoja. Tabia zilizojificha za asili ya mwanadamu. Hidden habits of human nature. Hidden habits of human nature. Tabia zilizojificha za asili ya mwanadamu. Tutakwenda moja kwa moja, tutasoma kitabu cha Marko sura ya 7 kuanzia mstari wa 20 mpaka 23. Marko sura ya 7 kuanzia mstari wa 20 mpaka 23. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Tutakwenda kusoma mstari huo, lakini pia tutasoma kitabu cha Methali sura ya 6. Na kushukuru sana Derek sana kwa kazi kubwa unayoifanya pale kwenye kompyuta. Mungu akubariki sana. Methali sura ya 6 kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 19. Tutasoma hiyo mistari. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Nimesema haleluya. Hallelujah. Methali sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 19. Lakini tunaanza na Marko, kitabu cha Mark chapter 7 verse 20 to 23. Halafu tutasoma Proverbs, Methali sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 19. Proverbs 6 verse 16 to verse number 19.
Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wale wageni ambao wanatutembelea na wale wenyeji ambao mnatutembelea leo. Mungu awabariki sana. Asante sana Kevin. Asante, Mungu akubariki sana. Asante sana my brother. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nasi leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunakwenda kusoma kitabu cha Marko sura 7 mstari wa 20 mpaka mstari wa 23. Ninaomba masikio yako tuyaangalie tena maneno ya Mungu tulikwisha kuyasoma, tunajikumbusha. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Mstari 21, kwa maana ndani ya mioyo ya watu au wanadamu, amen, Amen. ndani ya mioyo ya wanadamu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Amen. Amen. Haya yote yaliyo maovu yatoka Ndani. Jamani, tusaidiane. Haya yote yaliyo maovu yatoka Ndani. nayo yamtia mtu Unajisi. Sasa bado najaribu kuangalia kwa nini anasema haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, hasemi yatoka kwa shetani. Hello? Hello. Ndio maana nasema tabia zilizojificha za asili ya mwanadamu. Kwa sababu jamani, siku moja shetani atasimama, atakataa tunavyomsingizia. Atakataa tunavyomsingizia. Na Mungu anajua vya shetani ni vya wapi na vya kwetu ni vya wapi. Biblia inasema mtu huvutwa Na tamaa zake mwenyewe. halafu ukivutwa na tamaa yako unasema ni shetani. Hello? Bwana tusaidie. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Mtu huvutwa na tamaa Zake mwenyewe. zake mwenyewe, sio shetani. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mioyo ya mwanadamu, ndani ya moyo wa mwanadamu, jamani, na kuomba uendelee kunisikiliza, ndani ya moyo wa mwanadamu, hata kama unampenda kiasi gani, hata kama unamwamini kiasi gani, usisahau kwamba ni mwanadamu, ana moyo, na ndani ya moyo wake ana vitu vingine yeye mwenyewe havijui. Na usimlaumu akisema ni shetani. Kwa nini? Unajua, kwa sababu hakujua kwamba ndani yake kuna hiyo shida. Kwa hiyo mara nyingi watu ambao hatupendi kulaumiwa unatafuta pa kulisukumia, kulibananisha. Sio mimi, si ndio? Ndio. Wote ambao huwa tunajilinda, unaelewa? Hata ukituchunguza kwenye kutembea kwetu tunaona vile tunajishika. Hatupendi sifa mbaya, hatupendi. Kwa hiyo akifanya kitu alafu akaona kileta shida, lazima atafute mahali pa kumbananisha mtu. Sio mimi. Akikosekana mtu kabisa kubananisha, lazima nimwangukie shetani mwenyewe. Sisi huwa tukubali. Bwana tusaidie. Amen. Mwambie jirani yako ni hatari. Mwambie. Ni hatari. Mwambie tena, mwambie ni hatari. Ni hatari. Kwa hiyo ni muhimu sana tunavyopendana, tunavyokaa pamoja, tunavyoshirikiana, usisahau kwamba mimi ni mwanadamu. Na nisisahau kwamba wewe ni mwanadamu. Na ndani yako, ndani ya moyo wako yanatoka mawazo mabaya, ndio tumesoma hapo. Kinachobadilisha moyo wa mwanadamu usitoke mawazo mabaya ni Yesu peke yake akikuokoa, Roho Mtakatifu akafanya makao ndani ya huo moyo.
nafasi zinaanza kazi yake, maana ni asili ya wanadamu. Bwana alisaidie kanisa lake jamani. Tunaweza tukakaa tunafundisha, tunaimba, tunasifu, tunaongea, tunajieleza kwamba sisi ni watu wa Mungu, sisi tumeokoka, lakini ukiacha tu njia sahihi ya Bwana, Roho Mtakatifu akaondoka, Roho Mtakatifu akatoka, tabia zile zinateleza kama utani. Yani unamshangaa mtu. Na kinachoogopesha, Roho Mtakatifu anapoondoka huwa hamtangazio muhusika, wala hawaambii majirani kama jamani bye tumeenda. Anatoka tu. Akitoka kuna vitu vinaanza. Unasema Bwana tusaidie. Bwana tusaidie sana. Sasa hebu twende tusome Methali sura ya 6. Tuangalie kuanzia mstari wa 16 mpaka 19. Proverbs chapter number 6 verse number 16 to 19. Tunasoma. Hebu tusome kwa sauti. Sisi sote kama una mdomo naomba unisaidie tusome kwa sauti. Tusome. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyochukizo kwake. Cha kwanza, macho ya kiburi, macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apanaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Anayechukia haya ni nani? ni Mungu. Anaposema anayachukia haya, ni kazi yangu mimi na wewe na kujilinda, si ndio? Ndio. Hata utumie masomo na degree na pesa na gifti na uwezo wote ulionao kuweza kujilinda na haya, bila Roho Mtakatifu haiwezekani. Kila kanisa linalojua umuhimu wa Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza unagombana nacho ni dhambi. Na hilo kanisa likiwa linagombana na dhambi litachukiwa sana. Na hasa kama umezungukwa na waovu. Ukishikilia hapo kwenye kuchukia dhambi ni tatizo. Lakini Mungu ambaye ametuita anasema anachukia huo uovu. Kwa hiyo mtihani unakuwa ni wapi? Kuwasaidia watu kutembea huku wao wenyewe wakiwa na consciousness. Kiswahili ni nini sasa hapo? Tahadhari, si ndio tahadhari ya vitu ambavyo Bwana yeye Mungu anavichukia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. 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 Sasa kwa hiyo mistari tu michache ambayo nimeisoma, nataka nikupatie tafsiri chache. Sitaweza kufanya zote kwa sababu muda umekimbia. Hebu nisome key words and definitions. Key words and definitions. Haya ni maneno ya msingi ya muhimu kwenye hili somo. Hizi ni maana zake. Neno la kwanza ni habit. Na habit ni tabia, si ndio? Haleluya. 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 Tesa kidogo. Habit
is a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. Tabia ni ile hali ya mazoea ya kufanya kitu, na hasa kile kitu ambacho ni vigumu kukiacha. Ndio tafsiri. Umenipata hapo? Vile vitu umezoea kuvifanya ambavyo huwa ni vigumu kuviacha, ndio vinatafsiri tabia. Lakini humu ndani ya tabia, jamani, kuna tabia mbalimbali. Lakini hebu tuendelee eneo la pili. It is the way in which one acts or conducts oneself, especially towards other. Ni ile namna ambayo, kumbuka tunazungumzia tabia, ile hali ambayo mtu huwa anajiweka kwa watu wengine. Amen. 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 Kuna watu ana tabia ya utoaji. Ni tabia yake kutoa. Kila akipata tu vitu viwili vitatu anaanza kuwaza nimgawie na fulani. Kila akipata kitu fulani nimgawie na fulani. Tabia. Na ukishafanyika muda mrefu hata kuiacha ni vigumu. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja niende kwa sababu ya muda, niende neno la pili. Hilo neno la pili, behavior, ndio nimelisoma muda mfupi uliopita. Behavior, sijui kama nitaweza kupata Kiswahili chake kutofautisha na habit. Wakati mwingine ni rahisi kuviweka vyote pamoja, lakini kama nilivyosema ni namna au ni njia ambayo unakuwa kwa mtu mwingine. Tabia inakuwa ni hali ya ndani yako, mazoea ya ndani yako kufanya kitu fulani. Behavior ni namna unavyofanya kwa mtu mwingine. Amen. Amen. Hizo ndio tofauti umeziona sasa. Hallelujah. Hallelujah. Sasa hiyo behavior nayo ni tabia. Lakini tofauti na ile tabia ya kwanza tuliyosoma ambayo ni habit, Kiswahili kinaishiwa na maneno pale. Mwenendo. Asante sana. Behavior ni mwenendo, si ndio? Kuna wazee wa Kiswahili hapa ndani. Shukuru sana kaka Kenny. Behavior ni mwenendo. Unasikia mwenendo wa huyu mtu sio mzuri, au napenda sana mwenendo wake. Ni ile tabia ambayo unakuwa nayo kwa watu wengine au kwa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Sentence ya pili yake inasema the way in which an animal or a person acts in response to a particular situation or stimulus. Ni ile tabia au ule mwenendo, asante sana, ule mwenendo ambao mtu au mnyama, sawa mtu au mnyama anakuwa nao wakati mwingine. Anafanya hivyo, anakuwa na huo mwenendo kutegemeana na kitu gani kimetokea au hali gani imetokea. Mnanielewa? Yes. Nataka utulie unisikilize vizuri. Hapa kwenye hiyo mwenendo tena wanatofautisha. Tutaviona. Kuna tabia zingine ni za kujifunza au kufundishwa. Kuna tabia zingine ni instinct, ni za ndani, ziko huko ndani. Si mnanisikiliza? Ndio. Sasa hebu tuangalie neno linalofuatia, alafu nitaishia hapo. Learned behavior, tabia za kujifunza au kufundishwa. Halo, nikusikie, sema halo. Halo. Tabia za kujifunza au kufundishwa. Learned behavior in general
A learned behavior is one that an organism develops as a result of experience. Anasema kwamba huu ni mwenendo, kwa ujumla huu ni mwenendo ambao kiumbe, mwanadamu, mnyama, sawa, kiumbe huwa kina develop, kina usicheke mama, usicheke, furahi. Najaribu kutafuta neno la Kiswahili. Could develop. Sasa hii sio maendeleo. Nakumbuka mtu mmoja, watu walikuwa wanakula chakula, wamekaa na yeye pale mgeni, wakamwambia bwana karibu chakula, akasema anatafsiri Kiswahili kwamba niendelea, akasema develop, this develop. Na msaidia maana tofauti pale. Jamani, haleluya. Wewe develop. Kiswahili kigumu. Sasa kujifunza maana halisi ya neno ni muhimu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiingereza tutakijua tu. Tutakosea tutakijua. Tuendelee. Kwa hiyo ni ile tabia ambayo kiumbe kinakuwa kimejifunza, na hiyo hali inatoka ndani, ambayo inasababishwa na kitu fulani kilitokea au kimetokea ndani ya mtu au kwenye mazingira ya huyo mtu. Mnasikia vizuri? Hicho kitu kikitokea kinaifanya hiyo tabia inajengeka. Tumeelewana mpaka pale? Muda hauniruhusu kwenda sana. Sasa hapa tunakutana na maneno mengine. Kuna innate or instinctive behavior. Nikikupatia maana mengi hapa nitakukoroga hata usikumbuki tumeanzia wapi. Sitaki upoteze, unajua. Instinctive behavior. These are genetically hardwired and can be performed without any prior experience or training. Hizi ni zile tabia au ule mwenendo ambao umeshajengeka ndani yako. Yaani uko ndani, sio kwamba ulijifunza mahali. Tunamwona mtoto mdogo, hakuna mtu anamfunza kusema si ndio? Mtoto mdogo hakuna anamfundisha awe mbishi. Mtoto akitoka tumboni hafundishwi ukitoka ulie. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo kuna vitu tayari viko huko ndani ambavyo havisababishwi na sijui mazingira au yani havifundishiki, hujafundishwa. Ni vitu ambavyo tayari viko huko ndani. Bwana atusaidie sana. Amen. Sasa hebu niache zitafsiri, maana yake ziko kadhaa na nikizidi kuendelea naweza nikakukoroga ukasema sasa tulianzia wapi? Hasa tabia ni nini na mwenendo ni nini? Turudie tu kwa kifupi. Tabia ni ile hali ya ndani yako ya namna unavyofanya mambo, unavyoishi, hali yako, ile tabia yako, tumejifunza hivyo. Lakini mwenendo ni kile ambacho ni vile unavyomfanyia mtu mwingine. Amen. Namna unavyoenenda, namna unavyofanya, watu wanaona. Bwana tusaidie sana. Amen. Sasa let me go to my talking points. Nisikilize vizuri kwa sababu ya muda, sitaki kuongea muda mrefu, nataka uyaelewe haya. My talking points. Bwana asifiwe sana. Amen. Muulize mwenzako mpaka hapo umeelewa? Subiri jibu. Amekujibu? Si amekujibu? Tunaanzia talking point number 1. Our talking point number 1. Sikiliza. Hii ni point ya kwanza nataka kuizungumzia kwa ufupi. Honor is the top most important primary priority and principle that God deserves and needs it first from us. Kwa lugha nyingine,
heshima ni kitu cha msingi sana na cha kwanza ambacho Bwana Mungu anakitaka kutoka kwetu. Heshima. Na kwa sababu muda hauruhusu, Biblia inasema muheshimu Bwana hata kwa mali zako. Lakini pia Biblia inasema muheshimu Bwana hata kwa tabia zako. Tukitaka kuona kwamba tunamheshimu Mungu au hatumheshimu Mungu, tuangalie tabia zetu, tuangalie mwenendo wetu, tuangalie vile tunavyofanya kwa watu wengine, ndipo tutajua ni kiasi gani tunamheshimu Mungu. Kumbuka, heshima zinatofautiana. Hata kwenye makabila heshima zinatofautiana. Tunajua vile? Ndio. Kwa makabila mengine heshima huwa mpaka unasema hii ni kali sana. Unaweza kuwa unaletewa chakula, mtu anapiga magoti kuanzia jikoni. Simewahi kusikia hivyo? Ndio. Anakuletea kwenye magoti. Hiyo vile miaka inaendelea mbele, sijui kama hiyo tabia inaendelea. Kwa sababu watu wana develop, si ndio? Haleluya. Watu wana develop. Watu wana develop, ndugu yangu. Na kuna kitu kinaitwa culture. Culture ni nini Kiswahili? Utamaduni. Mila. Utamaduni, si ndio? Yeah, utamaduni. Sasa utamaduni wa kabila, miaka inavyoendelea mbele, ukisoma sasa kwenye saikolojia na vitu vya namna hiyo, utakuta kadiri miaka inavyoendelea mbele, utamaduni unazidi kubadilika. Unazidi kubadilika. Wale wazee waliokuwa wameshikilia utamaduni wanapozidi kuwa wanaendelea kufa na kuondoka, sisi tuliobakia kwa sababu ya maendeleo na kuja kusoma Ulaya na kuishi Ulaya, ile mamadeo ule utamaduni unakuwa unapotea. Ndio maana leo hata wa mama zetu kama mama Deo, mama yangu pale, mama David, wote wale huwa wanaweza kaona vijana tunamuona mama, habari ya kwako? Si ndio? Yule ni mama na watoto wakubwa wameoa na kuolewa wengine. Ndio. Lakini unaweza kujisahau, na mama yetu anavaa vizuri, lakini unaweza kumwona kumwambia mama habari yako. Lakini utamaduni, mama kama yule ni shikamo mama. Ndio. Hata mimi mchungaji ikifika pale unampatia shikamo yake. Ndio. Mama Deo unampatia shikamo yake. Lakini sio mama Deo tu, hata mtu mzima naye kuzidi, ndio tabia. Ndio. Si ndio? Nonda pale alipo, unaweza kumwangalia. Unajua wakati mwingine unaweza ukamwamkia mtu kwa sababu amevaa tai, kwa sababu anafanana hivi, ukasahau kwamba kwenye tabia zetu kumwamkia mtu ni heshima ya umri wake. Ndio. Amen. Amen. Sasa nisiingie tena kwenye mambo kusema kwanza shikamoo ni neno fulani ambao usiingie huko kwanza, unapoteza maana. Ile maana tuliyopokea neno shikamoo, tunashikia hiyo kwamba shikamoo maana yake ni kumheshimu mtu, unamsalimia kwa heshima. Hizi tafsiri zingine usihangaike nazo sana. Amen. Amen. Niendelee. Without honoring and acknowledging God as God, all other acts to him are in vain. Bila kujua namna ya kumheshimu Mungu na kuweza kumacknowledge, neno la Kiswahili hapo, kumtambua. Nimelipata hilo neno. Kumtambua kama ni Mungu wa kuheshimiwa. Yote unaoyafanya wewe na unayoyafanya mimi bure. Unatamani hii sentensi tusiingiziwe kwa kuambiwa. Na hiyo ninashangaa. Unajua umbea una nguvu kuingia kwenye mtu kuliko neno la Mungu. Ni ajabu sana. Yaani umbea. Tena ukiwa umekolea kwenye umbea,
Mtu anatakiwa kuambia maneno 7, mengine unamalizia. Ukiwa mbea mzuri, unaweza kuambiwa 3, ukienda kueleza wewe unapiga 10. Kwa sababu unataka kukoleza. Ni uongo. Mfano tu mzuri. Unaweza kibinadamu ukao umelala na msichana mmoja au mvulana mmoja, umepata shida, chochote kimetokea, shetani amekupitia, tuseme shetani amekupitia, ukalala na mmoja ikajulikana, kulipanua liwe kubwa, sio mmoja tena, basi malaya yule. Naona Mungu atusaidie sana. Pasipo kujua kumheshimu Mungu na kumtambua kwamba yeye ni Mungu, sio Mungu wa mawe, Mungu wangu, mfalme wangu, kiongozi wangu, uhai wangu, uzima wangu, ulinzi wangu, afya yangu, mtetezi wangu, hakimu wangu. Usipojua chochote unachokifanya ni bure. Mungu atusaidie sana. Mungu alisaidie kanisa lake jamani. Mungu alisaidie kanisa lake leo. Haleluya. Haleluya. Hebu pige Mungu makofi hapo. Pige Mungu makofi. Let's go next. Twende inayofuatia. Cha kwanza, kisikiliza kwa makini, tunamaliza, sitaweza kwenda vyote. Lack of battle knowledge guarantees defeat. Watu wa Mungu, maana hilo neno ni kwamba kitendo cha kukosa elimu ya vita, tuko pamoja? Kitendo cha kukosa elimu ya vita, mapigano, kinakuhakikisha ile tu kwamba huna elimu ya mapigano au ya vita. Hicho tu kinatosha kukuthibitisha wewe kwamba vita utashindwa. Vita utashindwa. Inakuhakikishia kwamba vita utashindwa. Lack of battle knowledge guarantees defeat. Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema hivi: watu wangu waangamizwa kwa kukosa maarifa. Hello. Tena nitumie neno zuri. Knowledge ni pamoja na maarifa. Mnanisikia? Ndugu zangu, Brother Dennis, Brother Nonga, maarifa ni muhimu sana hata kwenye maisha. Hata ndoa yenye mume au mke asiyokuwa na maarifa ya kuilinda ndoa, kuna mahali utashindwa. Kwa lazima uwe unafundishwa maarifa, uyajue. Na mahali pengine lazima waliopita kwenye ndoa wakupatie maarifa hayo. Na maarifa mengine lazima wewe mwenyewe uyapitie kwanza. Yaani kuna maarifa mengine utayapata kwa kupita kwanza kwenye ndoa, upate mafunzo ya mikono mle ndani ya ndoa. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Lack of battle knowledge guarantees defeat. Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hata leo na hata kesho na hata huko nyuma, kanisa kama kanisa limeteswa, limepigwa,
imesumbuliwa kwa sababu wengi katika Ukristo hawana ufahamu na maarifa ya vita vya kiroho. Kweli kabisa pastor. Kweli. Na kwa sababu tumejaa sifa za kwetu wenyewe, tumejaa viburi, tumejaa kutaka kuwa juu. Kila mtu anataka kuwa juu. Kila mtu. Sasa wote tukitaka kuwa juu, unaona hapo itakuwa ni hali gani sasa? Wengine tunatamani sana kuitwa mapasta na kanisa la Facebook. Halo, narudia tena, na mjanisikia. Wengine tunatamani kuitwa mapasta na kanisa la Facebook. Tunakuwa unakimbilia kuangalia views. Imeangaliwa mpaka ngapi? Imeangaliwa kweli. Unasema na watu wananifuata wengi sana. Mchungaji wa Facebook. Ukisoma Biblia, wachungaji ambao Bwana anawatengeneza sio wachungaji wa Facebook. Jesus. Ni wachungaji wanakaa na watu na wachunga. Tangu lini ukachunga mbuzi kwenye online? Yes. Tangu lini ukachunga mbuzi ukiwa unakaa Kasulu, mbuzi wako Kibondo? Silikicha hicho. Na bado tuna washirika wengi tunasema mimi ni mchungaji wa fulani, yuko Kenya au yuko Zambia. Akilala njaa hujui, akiumwa hujui, akipita kwenye moto hujui, akikupigia simu huwezi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu tuna hamu kuwa wachungaji Facebook au YouTube au Instagram. Malizia na zingine nini? Periscope. Una shida gani? Ukimaliza kuhubiri na kuomba pale na kupiga ndimi, ukimaliza unaingia kwenye gari yako unakwenda. Kwanza hata hao watu nao wachunga hawajui kama wewe labda ni mzinzi, hawajui kama wewe ni mwizi. Ukiona hela unachanganyikiwa. Hawajui kwamba unapiga kinywaji. Hawajui. Oh, baba yangu wa kiroho fulani. Hawajui kama tuna wengine wachungaji wanatumia juju kidogo. Wanatumia juju kidogo. Nasema hivi, wachungaji wengine wanatumia juju kidogo. Kauchawi kindoki. Na ni kwa nini watu wangu waangamizwa? Kwa kukosa maarifa, ufahamu wa kumwelewa Mungu. Katika vitu ambavyo navitamani siku zote ni watu wote wajae Roho Mtakatifu. Amen. Ukijaa Roho Mtakatifu, ukimsikiliza mtu hata kama ni kwa saa moja dakika 10, utajua huyu hajajaa Roho. Sasa mtu hajajaa Roho anakuongoza wewe, unaenda wapi? My God. Wewe usihangaike. Msikilize tu, mkavu. Hata ukifanya kupretend kama umejaa Roho. Sema watu wengine bila kupretend sijui. Kuna mahali asili narudi. Ukiwa tu hujui. Wewe endelea mahali huyu hajajaa Roho. Ukijua hajajaa Roho, then unapata nafasi ya kuangalia hata maamuzi yake. Biblia inasema tunaongozwa na Roho. Kwa kuna maamuzi mengine ni makubwa sana kiasi ambacho Roho peke yake ndiye anayeweza kukuweza ukiyafanya mwenyewe. Ukapata watu wa kukutia moyo. Kuisha habari. Kichwa kinakuwa kidogo. Kinajazwa maji. Kinajazwa maji. Tukuite kutoka uko mbali fulani wangu. Alafu mimi wanaogopa sana, Mungu anisaidie. Naogopa sana mtu akiniita mchungaji wake afu yuko mbali. Yaani unaiteka tunasema jamani, yani ungejua maana ya uchungaji. Kwa sababu hao wanaotaka mimi niwe mchungaji wao niko mbali.
Hapo walipo kuna wachungaji wengine. Kwa nini mnataka mimi wa mbali? Hafu wataki wa karibu. Kuna shida gani? Mimi najiambia nini? Kwamba mimi naweza kukuchunga wewe na wale unaokaa nao wameshindwa kukuchunga. Kanisa la leo hilo. Mungu atusaidie, ndio. Kama hujachoka na safari ya kwenda mbinguni, mng'ang'anie Bwana, ujae roho. Roho anakusaidia kutambua hata ya sirini usiyojua. Anakuwezesha hata ukiota ndoto, unajua hii ndoto sio ya kutoka kwa Bwana. Yes. Ukiota ndoto sema hii ndoto inatoka kwa Bwana. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa kujaa roho ukaota tu ndoto ukasema nafikiri Bwana ameniambia nitoke. Kumbe shetani mshtaki wako Ibilisi kama simba au nguruma amekuwa na kutafuta. Tena anajua nikimpata huyu kwa sababu ni wa muhimu. Nikimpata huyu nimefaulu. Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Hata ndoa, wakati mwingine ndoa inakuwa imeunganishwa na Mungu wa mbinguni. Ameunganisha ndoa, ameweka watu wawili pamoja, yeye Mungu mwenyewe, na shetani hapendi chochote ambacho Mungu amejenga. Chochote Mungu amejenga shetani hakipendi. Kila kazi ambayo Bwana ameifanya shetani anaifuatilia bila kuchoka. Kila ndoa ambayo Bwana ameunganisha shetani anaifuatilia bila kuchoka. Kila kanisa, kila mtoto aliyezaliwa kwa ajili ya kusudi la Bwana, shetani haachi kumfuatilia. Ndio maana ni muhimu tuwe na elimu ya kumwelewa Mungu, kumjua Mungu, kuelewa kwa nini tupo hapa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama nilivyosema, sitahubiri muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu nikikujaza mengi kwa kawaida, kama ingekuwa ni umbea hapa tunapiga, hautasahau hata moja. Amen. Lakini kwa sababu tunasoma neno, sitaki usahau haya ya muhimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuendelee. Nasoma tu hiyo. Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hajasema wanaangamizwa na shetani. Hayo maarifa ambayo Mungu anazungumza ni ya kumjua sana Mungu na kumfahamu shetani na utendaji kazi wake ili tuweze kumkabiri. Umeona Umepaona hapo? Ukioa au ukiolewa, tangu ulipokutana na huyo msichana ukasema sasa huyo ndio nitakwenda kumchumbia ni muoe, hata kabla hujamtamkia, unachoanza kuchunguza cha kwanza ni nini? Moyo wake, tabia. Halo, mnamumunya maneno, mnaongea kama mnajiongelesha. Mimi nimekuuliza hebu nisikie. Unachoanza kuangalia ni nini? Tabia. Na kuangalia tabia ya mtu, maana unataka umjue. Ndio. Tofauti ya kufahamu na kujua. Kufahamu kwa wale tunaojifunza Kiswahili ni kuelewa kitu kwa juu, sio sana ndani. Kujua mtu Bwana ni kumjua ndani, kujua mazuri yake na mabaya yake, taratibu zake. Tungekuwa tunaoana kabla hatujaweza kujuana kiasi fulani, ndoa nyingi zingekuwa zinavunjika. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukashinda kujua vitu fulani kwenye uchumba, ukakurupuka kuolewa. Kuna zile watu anachumbia wiki 3, sijui kuna watu sijui kuna wengine anachumbia wiki, mwezi mmoja, miezi miwili, pam harusi. Halafu unaingia kwenye ndoa. Yule unakutana naye
mnakutana si hotelini, ananukia vizuri. Kila ukisema nilikuwa na shida hii, anachomoa pochi, anatoa hela nyingi, lakini anakupa zile unazotaka, lakini unaona na zingine nyingi amezirudisha. Akili yako inafanya nse. Kwani umeona hela. Unaacha kuendelea kumsoma tabia yake bila kujua kwamba hizo hela ambazo ametoa nyingi akakupatia wewe chache, zile chache ndio zake, zile nyingi amechukua kwa rafiki yake kwa ajili ya mkwala, kwa sababu lazima akupate. Makofi yameanzia kule, kuna kwingine lakini ndio ukweli huo. Huo ni ukweli. Na wengine anakuwa hata yeye mwenyewe hajijui kwamba ametumwa na shetani. Kwa hiyo usipomjua mtu vizuri, utafikiri kwamba zile pesa anakupatia anazo nyingine nyingi. Mnaingia kwenye ndoa, ukijua vizuri hayo siku ya kwanza anajitahidi kunakula, kuna vyakula hapo, kuna friji, kuna vyakula vimejaa hapo na nini. Mnaenda mwezi unakatika, zile hela zote zimeisha. Sasa unamwambia wewe ndio utaamua, unamuita hani au Baby. unaweza kusema baby. Nasikia siku unasema baby, yani kifupi tu baby. Unajua sisi kuna vitu tunachelewa kuvijua. Mimi nimezoea neno baby. Kumbe ilianza siku nyingine baby. Mama nani? Kasema tuongeze bidii. Tuongeze bidii. Kuna vitu hatujui. Haleluya! 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 Sasa shida Ruta anacheka sana. Yaani Ruta imemaliza kabisa. Mambo simwangalie Ruta, tuongeze bidii. Bwana asifiwe. Mwangalie jirani yako mwambie Bwana asifiwe sana. Amen. Nirudi kwenye point, nisikupoteze kwa sababu nataka kumaliza. Nimesema hayo kukusaidia kitu kimoja. Asilimia kubwa ya Wakristo hatumjui Mungu. Ndio. Tunamfahamu. Narudia tena. Asilimia kubwa ya Wakristo hatumjui Mungu. Tunamfahamu. Na sababu mbalimbali hatumjui Mungu ni kwa sababu wengine ni Wakristo tunaitwa drive through. Jamani, mimi nilipata nafasi ya kusafisha restaurants. Nisikilize kwa makini. Nilipata nafasi ya kusafisha nini? Restaurants. Wewe kadhana ku drive through. Hautaijua restaurant hata kidogo. Hujui chakula unachopata kinatoka wapi. Na kuna wachungaji wengine unakwenda kumsikiliza ni drive through yako upate neno. Leo asubuhi nimemsikiza fulani, jioni nimemsikia fulani. Humjui. Ukiweza kukaa na mchungaji, unajua anakufundisha kwenda mbinguni. Na unajua ukikaa na huyu mbinguni utaingia kwa sababu anakukamata vizuri sana. Ukaondoa sweet. Ndio shida inayokuwepo leo. Unataka kujiunga kanisa ambalo lina sweet nyingi. Wewe kupiga tu kidogo grace. Tunafundisha kuhusu rehema. Yes. Neema. Mtu akiwa anafundisha neema, ukasikia hakemei dhambi, anatafuta nini? Watu. Tafuta watu. Kwa sababu neema sio kibali cha dhambi. Ndio. Neema sio kibali Cha dhambi. Ndio maana Biblia inasema neema ya Bwana yatufundisha kukataa ubaya. Yatufundisha kukataa ubaya. Kukataa tamaa, kuikataa dhambi.
ni tubu, halafu uende mbele. Uache, tunaimba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mungu atusaidie sana. Amen. Bado namtafuta mwanaume au mwanamke ambaye mume wake au mke wake akiwa anaendelea na tabia ile ile, anasema tu mume wangu Grace, mume wangu Grace, lakini yeye jana amelala na George, juzi amelala na Fatuma, yani nachanganya hapo. Mume amelala na Fatuma juzi, ukayasikia wewe mke ukalia. Ni wachache sana huwa hawalii, kama wapo. Ukishazoea kama ameshapiga hizo kama mara nyingi, ndio anafika mahali fulani huwezi kulia tena. Lakini wale ambao hawajazoea kusikia mume wako amelala nje, Hello? Kila mtu ana react hivi vikivyake vyake. Tukiendelea wiki ijayo tutaweza kujua tabia ambazo zinatoka kwa sababu ya reactive behavior. Kuna proactive behavior. Tutaangalia siku nyingine. Sasa unapoendelea na hiyo tabia, halafu mwenzako analalamika, wewe unasema Grace, hiyo ndoa itaendelea? Hapana. Wengine hamuitiki, kwa hiyo labda mnasema itaendelea. No. Ndoa haiwezi kuendelea. No baby seat. Sasa kama wewe unapata shida kuendelea na ndoa ambayo mtu anarudia kile kile, anakazania kusema Grace, tuliache hilo. Hii ni mstari B ambao tutauruka niende kwenye pointi ya pili. Let me go back to the same point. Let me insist here, same point. Hiyo B, hebu niizungumzie alafu tutamaliza. Dakika chache zimebakia. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Anasema hatukosi kuzifahamu. Hello? Kuzijua fikra za Hatukosi kuzifahamu fikra za shetani. Haisemi kuzifahamu, kuzijua. Huo mstari sio wa kwangu kama sizijui. Ni sawa sana wewe kuwa miongoni mwa wanajeshi, mko wanajeshi wengi, wanasema tunamjua kabisa Idi Amin, kwa sababu unazungumza kama kikundi. Kumbe wewe binafsi mwenyewe humjui. Humjui Idi Amin, humjui. Anasema tunamjua kabisa. Akikukamata Idi Amin akakupiga makonzi mawili matatu vizuri vizuri, ndio utaujua. Haleluya. Haleluya. Humjui. Yoyote ambaye unajua ni muovu sana, unaweza usimjue. Na nataka kusisitiza leo, tuongeze bidii ya kumjua Mungu. Amen. Jamani, tuache kuwa busy. Tunasoma Biblia kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wengine, sio sisi kumjua Mungu. Tusome, endelea baadaye. Lazima umjue Mungu sana. Biblia inasema nini? Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mambo makubwa mawili anasema kwenye mstari. Moja, ili uwe na amani kwanza, kikubwa. Ndio. Wakati mwingine hata amani zetu zinakuwa artificial. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chetu cha kumjua Mungu ni kidogo. Ukiolewa au ukioa usiyemjua vizuri, amani ya hiyo ndoa kila siku unaamka inakuwa haijakaa sawa. Uongo. Kweli. Ukiolewa na mjanja. Unajua ni kazi kumjua mjanja. Sema mjanja. Mjanja.
kazi kumjua. Anazungusha maneno. Unajua. Lakini sasa wewe, nilikuwa nataka unipeleke kwenu tutapanga. Lakini hujanilipia mahari ya tutapanga. Lakini sasa wewe, nilikuwa nataka kujua kazini kwako ni mbali sana. Tutaenda tukupeleka tu. Lakini wewe nilikuwa nataka kujua panaposumbua. Nataka kujua account yako ina kiasi gani. Kwanza nataka kujua account zako zote. Halo? Nataka kujua account zako zote. Kwa sababu kuna account zingine. Sasa sitaki kuleta magomvi kwenye ndoa ya mtu hapa ndani. Sitaki kuleta ugomvi na ndoa ya mtu yote hapa jana. Haleluya. Lakini akina baba wa NBC, tujitahidi ndugu zangu, ni tuambie wake zetu tuna account ngapi. Sema Amina. Sema amina. Tuambie tuna account ngapi. Ndoa nyingi leo unaweza kukuta baba ana account kadhaa ambazo mama hajui. Kwa nini? Kwa sababu hata kazi ya kumjua mume au kumjua mke, na hasa mjanja, ngoja nikusaidie. Kumjua mume mjanja inachukua muda mrefu zaidi kuliko kumjua mume ambaye sio mjanja. Kumjua mke mjanja inachukua muda zaidi kuliko kumjua mke ambaye sio mjanja. Kama ndugu zangu, kama una mume au mke mjanja, neno hili likukumbusha kwamba una safari ndefu ya kumjua huyo. Mungu atusaidie sana. Kwa ukitaka shida muulize baba. Kwa heshima. Simkweli. Baba, una account ngapi? Brother Derek. Pale panakuwa pagumu pale. Bwana tusaidie sana. Na hiyo yote inatokana na haki iliyojaa ndani yako ya Mungu. Hofu iliyojaa ndani yako ya Mungu. Roho Mtakatifu alivyojaa ndani yako. Unasema nikimdanganya hapa mama ni dhambi. Hata kama una tabia nzuri, hata kama una lengo zuri. Bwana tusaidie sana. Amen. Kanisa leo hatumjui Mungu vizuri. Tunamfahamu na tunajua mambo kadhaa tu kuhusu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wengi hata ukienda kanisani kuandika uandiki. Kwa nini? Hauna mpango wa kumjua Mungu. Haya mafundisho tungebadilisha ikawa ni kutoa mikopo. Sio mikopo. Kutoa pesa, mtaji wa bure wa dola. Tutumie dola. Mkopo wa bure wa dola 20,000. Lakini kuna taratibu lazima uzielewe. Nikianza kusoma hizo taratibu, mimi sihitaji kukuambia tafuta karatasi uandike. Nikianza kukusomea taratibu za kupata huo mkopo. Unasema kuna kalamu hapa? Kuna karatasi hapa? Kuna kalamu hapa, kuna karatasi. Wewe mwenyewe. Kwa nini hutaki kukosa hizo pesa? Lazima ujitengeneze tabia ya kutaka umjue Mungu. Andika. Na ukimaliza kuandika ukafika nyumbani kwako pale kwenye chumba chako, hata kama ni jioni au ni asubuhi, soma ulichoandika. Sio kwa sababu ya kumfurahisha mtu. Leo tuna watumishi kanisani wengi hawamjui Mungu vizuri. Tuna wahudumu wengi hawamjui Mungu vizuri. Shetani akipiga moja sambaa wote. Ni kweli kabisa. Tunaona hapa ndani. Ndio. Moja akipiga bang sambaa. Hata ndoto na ahadi za mdomoni mwako ulizosema utazisahau. Na kwa sababu ni mjanja utakwenda kutafuta namna ya kukava. Unajua.
atusaidie sana. Tumjue Mungu vizuri. Ikifika mahali Mungu alikupatia assignment. Hiyo assignment ni kwa Kiswahili? Jukumu. Ndio kusema jukumu Mungu akikupatia jukumu, yeye Mungu ndio anakuambia hili umelimaliza, linalofuatia ni hili. Na Mungu sio Mungu wa machafuko. Mungu sio Mungu wa vurugu. Mungu hawezi kukupatia jukumu jingine akaacha vurugu. Sio Mungu huyo. Unaweza kudanganya watu sana, lakini siku moja utakamatwa tu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tufanye bidii ya kumjua Mungu. Njia ya kwanza ni kulisoma neno. Kulisoma neno. Nasema hivi, mjue sana Mungu ili kwanza uwe na amani. Unajua, ukijua vizuri Mungu kwako ni nani? Ukijua vizuri Mungu kwako ni mlinzi, ni mtetezi, ni hakimu, ni wakili, ni daktari. Ukaelewa vizuri, hata watu wakikuacha, hata mume au mke akikuacha, hofi. Ubinadamu utakuletea hofu, lakini kuna mahali ukifika una stabilize. Amen. Unasema let them go. Yes. Aliyeniita Mungu anajua kwa nini ameruhusu hili. Ndio. Kama ina dhambi, utafanya urafiki mzuri na Mungu, na Mungu atajitambulisha kwako. Mungu ana namna kujitambulisha kwetu kwa namna tofauti. Wakati mwingine anaweza akaachilia, anaruhusu, inapigwa kasheshe moja mahali, bang, ndio unaanza kujua nani alikuwa simba, na vile alikwambia ni simba, ni simba kweli, na nani alikwambia ni simba, kumbe ni mbuzi, Na nani kondoo? na unajua nani ni kondoo. Mungu atusaidie sana. Ukimjua Mungu, nikimjua Mungu, tutaweza kutokuruhusu hofu ituue. Hofu inaweza kukushtua kwa sababu ni mwanadamu. Hofu inaweza kukushtua, lakini kuna mahali kama mwanadamu unajikamata. Unasema wait a minute, I don't have to die. Sitaki kufa. Kama nimempatia Mungu maisha yangu, na yeye Mungu ndio mlinzi wangu, na katika ulinzi wake, brother Richard, katika ulinzi wake Mungu anayeona vyote, anayekuwa na uwezo wa kuzuia, katika ulinzi wake wa kunilinda mimi, ameachilia hiki kitokee. Ana sababu. Ana sababu, na sababu yake sio kuniangamiza. Sio kuniangamiza hata siku moja. Siku moja uko mbele nitajua kwa nini aliruhusu. Mimi nijilinde, mimi nimjue yeye, nimtafute yeye, nifunge kinywa. Anasema nao utanyamaza Kimya. na mimi nitakupigania. Ndugu zangu mlioko hapa, jifunze kunyamaza. Wewe jifunze kunyamaza. Ndipo unampatia Mungu nafasi ya run the show. Amen. Amen. That's when you give God freedom to run the show. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana atusaidie sana. Tumezungumzia point moja, tutaishia hapo. Lack of battle knowledge guarantees defeat. Kutokujua, kuwa na ufahamu wa vita kuna kuhakikishia kushindwa hiyo vita. Tungekuwa na muda tungeingia ndani zaidi, lakini tutaendelea siku nyingine. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Halafu mstari unaendelea sema, ndipo mema yatakapokujilia. Kuna mema mengine jamani watu wa Mungu. Kuna mema mengine tunadhani hatujayapata. Kuna mema mengi sana Bwana anataka kunipa mimi, anataka kukupa wewe, anataka kumpa Richard, anataka kumpa Kenny. Kuna mema mengi
lakini yatakuja kadri tunavyoongeza kumjua. Amen. Ni kichaa peke yake anaweza akachukua $100,000 akampa mtoto wa miaka 15. Ni mtu mwenye tatizo la kuelewa, anaweza akachukua mke akampa kijana wa miaka 15. Kuna vitu unamwomba Mungu anachelewa kukupa, sio kwa sababu hataki kukupa, sio kwa sababu amegoma kukupa, ni kwa sababu anajua akikupa kabla ya muda atakupoteza. Ni kweli kabisa. Na kama Bwana ameshaandika kwamba wewe ni wangu na ukinichomoka umekufa. Sasa kuna wengine hapa hamjui hilo. Kuna watu wengine Bwana amekuita na huna option. Mimi ni miongoni mwa hao. Wanalizungumza very clear, nimeshawaambia mara nyingi. Nikiacha hii kazi nitakufa. Kwa hiyo watu wanaweza kupurukutika, nitabakia pale pale na waangalia tu. Hili kanisa ni mali ya nani? Ya Mungu. Na Mungu ndio ana kazi ya kulilinda. Mimi nina kazi ya kuchapa kazi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Haleluya. Lazima kujenga kanisa lenye ugumu na uzito katika roho. Kweli? Yes. And you wait. Kanisa lenye ugumu na uzito katika roho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema yatakujia. Kuna mema mengine Bwana akupe kwa sababu hujamjua vizuri. Anajua nikimpa na hajajua thamani ya hiki kitu atakiharibu. Naweza nikampa mke mzuri. Najua hata mke mwema mtu upewa na Bwana. Kwa hiyo ili Bwana akupe mke mwema, anaogopa usije kama abuse. Hello? Yes. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukachelewa kupata mke mwema kwa sababu bado akili haijafika inapopaswa. Unaweza kuwa ni mrefu, ni mnene, akili bado. Unaweza kuwa unasoma sana lakini ufahamu bado hujakaa vizuri. Unaweza kuwa unaufahamu lakini hujajaa roho. Bwana amekuandalia mwanamke aliyejaa roho, atakufanya maisha yako yawe kae vizuri, atakayekuwa na kuombea, lakini hawezi kumleta ukamwabusi kwa sababu hujui. Hallelujah. Unaomba mume yuko amekamilika, Bwana amemwandaa, lakini hawezi kumleta mpaka kwanza umekuwa vizuri. Ukiona Bwana anachelewa kukupa kitu, usimuasi. Ukiona baba anachelewa kukupa kitu alichonacho, usimtukane baba. Usiende uko nje ukamtukana baba. Kama ni baba yako utapata laana. Baba yako anajua akupe lini hicho ambacho unataka. Mwana mpotevu, mjinga na mjanja akamwambia baba yake, baba, si unajua habari ya mwana mpotevu? Ndio. Hello. Yes. Basi hata kama hujui, si umeimba nyimbo. Mwana mpotevu. Walikataa kumtaja jina. Tungemjua, tungempigia simu. Tena ni mdogo. Yule mkubwa alikuwa ameelewa taratibu za baba. Anachapa kazi. Haka kingine kajanja sijui. Na Biblia haisemi kalikuwa na marafiki wangapi. Kaza baba naomba nipatie sehemu ya mali zangu. Biblia haisemi baba alianza kuzungumza naye, alianza kumuelewesha. Wakati mwingine usihangaike kuelewesha watu. Kwa tunabembeleza watu, jamani baki kanisani. Jamani fanyeni kazi ya Mungu. Jamani ukifanya hiki kitaleta shida kanisani. Usifanye hiki. Ujanja sasa. Ujuaji. Baba akasema, mzee alikuwa anasema basi ndipo mzee alikuwa anaongea hivyo. Anamwambia anasema basi wewe fuata hivyo unavyojua sasa. Yule mwanampotevu akapewa sehemu ya mali zake na ujuaji na ujanja na
anajua yule mtoto wa yule mzee anayempenda Mungu. Huyu ni yule mzee. Kwa hiyo uko mbele kuna heshima nyingine anapata kwa sababu ya alikotoka. Kule hawajui kwamba huyu amemkimbia Baba yake. Usifuate kila mtu. Mnanisikia watu wa Facebook? Usifuate kila mtu. Nimalize. Yule mtoto kwa sababu alifanya chini ya kiburi. Kiburi ni balaa. Kiburi huwa hakikuruhusu ujishushe. Kabla anguko. Na maandiko yanasema kiburi huwa kinatujaa kabla hatujaanguka. Ukiona umejaa kiburi, kwanza wengi huwa hatujui tuna kiburi. Tuseme kwa sababu muda hauruhusu. Yule mtoto akazitumia zile mali zikaisha. Kulinda kufa haraka, alikuwa atajikufa. Ilibidi aende mahali ambapo wanafuga nguruwe. Si mnajua hiyo habari? Ndio. Akafanya nini? Anakula na kusaza. Akawa anafanya kazi ya kusaidia kulisha nguruwe na yeye umeomba anapata lunch. Ukifika mahali fulani unaanza kula chakula cha nguruwe, hali mbaya sana. Dhambi iko hivyo. Dhambi itakupeleka ambako hukujuaga utaenda. Dhambi itakulisha ambavyo hukutegemea utavila. Dhambi itakukalisha mahali ambako hukutegemea utakaa. Dhambi itakukutanisha na ambao hukutegemea utakutana nao. Dhambi itakuacha madonda ambao hukutegemea utakuja kuyapata. Dhambi ni hatari. Dhambi ni hatari. Dhambi ni ya kuikimbia. Dhambi sio ya kuihubiria neema. Dhambi ni ya kuikemea. Mungu atusaidie sana. Amen. Biblia yako inasema mstari wa 17. Inasema when he had come back to his own senses, yule mtoto mpotevu aliporudi kwenye ufahamu wake, akili zikarudi. Pale nafikiri maombi ya baba yalikuwa yanapigwa kule chumbani, baba anaendelea kuomba tu. Usiruhusu kiburi. Akili ikirudi ikakwambia ulikosea. Usiruhusu kiburi. Rudi tena kwa baba. Mwana mpotevu akarudi akasema, baba nilikosa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mjue sana Mungu, yako mema mengi na yaona na kujia. Nasema tena, mjue sana Mungu, ninaona mema mengi yanakujia. Amen. Sio mimi nimesema, mimi naona. Kwa nini? Mungu ndiye alisema. Ninaona mengi yanakujia. Na wengine makazini unapandishwa cheo. Na wengine unapata mambo mbalimbali. Unapata baraka mbalimbali. Mambo mema mengi yatakujia. Fanya kazi ya kumjua Mungu. Usifanye kazi ya kujua watu. Acha kukimbizana na connections. Acha kukimbizana na connections. Acha kuomba marafiki wengi Facebook kwa sababu unataka wengi. Mwachie Bwana akuconnect. Haleluya. 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 Bwana anakupeleka mahali ndugu yangu. Haleluya. Simama, tumemaliza. Ni saa 7:30, saa yetu ya kumaliza. Nataka utumie dakika moja ufungue moyo wako. Umwambie Mungu, naomba unisamehe. Nisaidie nikujue. Nisaidie nikujue. Nikikujua sitakuwa na shida kukusubiri unapochelewa. Sitakuwa na shida kukusubiri unapochelewa kujibu maombi yangu. Sitapata shida nikiona napitia magumu, maana ninajua Biblia inasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Dhiki imeshatamkwa. Kila mtu utapita kwenye kasheshe fulani. Lakini ukimjua Mungu, hutaruhusu kufa, hutachanganyikiwa. Unajua katika kuchanganyikiwa unaweza kufanya maamuzi mabaya pia. Katikati ya kuchanganyikiwa tunafanyaga maamuzi mabaya. Tumia muda huu umwambie Bwana. Nitamleta mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa Beli,
ataomba kwa ajili yako na pia ataiombea sadaka na ataomba kwa ajili ya kufunga ibada yetu ya leo. Karibu, karibu mtumishi wa Mungu. Kwa jina la Yesu. Nastahili Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo tumelipokea siku ya leo Bwana. Likapate kubadilisha mawazo yetu na jinsi tunavyokutafakari na kukujua Bwana. Tukujue Bwana zaidi ili tuweze kuwa na amani. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Jehova, uliyapatia neno hili Jehova siku ya leo. Maana lilikuwa na kusudi kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Baba, endelea kuonekana katika maisha yetu. Baba, endelea kutubadilisha jinsi tunavyokujua Bwana. Baba, endelea kumwaga Roho wako ndani yetu Jehova. Tunavunja kila dhambi ya asili ndani yetu Bwana. Tunatangaza habari ya kuwekwa huru kwetu siku ya leo Jehova. Tunatangaza habari ya kuwekwa huru Jehova. Tuwe huru ndani yako Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Maana sema kwamba wewe Mungu ni Roho. Wote wa kuabudu wapaswa kukuabudu katika roho na kweli Bwana. Baba, tunahitaji Roho wako Mtakatifu ukapate kumwaga juu ya kanisa lako Jehova. Maana tumefikia wakati wa hatari. Baba, tumefikia wakati wa hatari. Ni wakati wa kuliamsha kanisa lako tena. Ni wakati wa kumwaga Roho wako tena. Baba, kanisa likapata kupata nguvu. Badilisha mawazo yetu. Badilisha mwenendo wetu. Badilisha jinsi tunavyokaribia Bwana. Tujue kutafuta kwa akili zetu zote Bwana. Maana unasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Baba, tunatangaza siku ya leo ya kale yakapata kupita Bwana, tukapata kufanyika wapya ndani yako. Asante Bwana. Asante kwa ajili ya sadaka Bwana. Baba, watu wako wamekutolea kwa moyo wa ukunjufu. Ni wakati wa kumultiply kila alichokitoa kwa Bwana. Ukapate kuonekana Jehova. Tunavunja kila laana katika biashara zao na kazi zao Bwana. Ukafungue milango Jehova. Wakapate kusikia baraka zako Jehova na kuziona Jehova. Ni wakati wa kuonekana mfalme wa amani. Baba, tunapoondoka, ondoke na kila mmoja. Roho wako Mtakatifu akazidi kutufundisha Jehova. Tunapokuwa njiani, tunapokuwa ndani ya magari yetu, tunapokuwa majumbani kwetu Jehova, Roho wako Mtakatifu akazidi kutufundisha Baba kulinda utakatifu, ambapo hakuna mtakayekuona Bwana asipokuwa na huo utakatifu. Asante kwa sababu umetenda na umefanya. Ni katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Amen. Yote yanawezekana.
ninahubiri. Najua ibada imeisha, lakini swali likaja katika akili yangu. Hivi kuna mtoto yeyote anaweza kuwa katika tumbo la mama yake kabla miezi 9 haijakamilika akasema mimi nataka kutoka, akaishi salama? Tauliza tena, wale wamama ambao mmekwisha jifungua watoto, hivi mtoto wako anaweza kakaa tumboni kabla ya miezi 9 ya kutoka akasema mimi nataka kutoka? Hata Mungu aliyeweka kwamba mtoto lazima akae miezi 9 tumboni ana sababu. Haleluya. Haleluya. Na simuongelei mtu mwingine, bali najiongelea mimi mwenyewe. Niko katika tumbo la Mungu. Haleluya. Na lazima niweze kukaa miezi 9 ili nitakapotoka niwe nimeiva. Haleluya. Wakati mwingine tunashindwa kuzijua njia za Mungu. Ndio maana Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumbe ukimjua Mungu anakutuliza. Kumbe ukimjua Mungu anakuelewesha. Kumbe ukimjua Mungu anakujulisha principles. Haleluya. Namuomba Mungu tuweze kumjua Mungu. Hakuna ambaye amemjua Mungu lote, kwa sababu Mungu huwezi kumjua kabisa, lakini yeye mwenyewe anataka umjue. Mungu atusaidie. Ni neno zito sana. Hii neno leo lisema pasa, ni neno zito sana. Unajua mara nyingi neno linaposomwa, wakati mwingine tunalisikiliza tuweze kupona, lakini kuna wengine wanalisikiliza ni wachochezi wa mambo. Lakini Biblia inasema viko vitu 6 na viko 7 Bwana anavyovichukia. Moja ni ulimi upandao hila kati ya ndugu na ndugu, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovuni. Haleluya. Bwana aweze kutusaidia tuweze kutembea na Mungu, watu wa Mungu. Unajua Mungu huwa haendi na attitude. Na ndio maana watu tunachanganyikiwa. Mungu haendi na wengi, kwa sababu Mungu hakupigiwa kura. Unajua marais wanapigiwa kura, lakini Mungu hapigiwi kura. Alikuwepo kabla yako na atakuwepo utakapoondoka. Haleluya. Ndio maana unapotembea na Mungu lazima uwe na mind ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu haumpigii kura Mungu, na wala haumpigii kura mtumishi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba aliyeitwa atakuwa mbele yake akimwonyesha njia ya kupitia. Kwa hiyo tunapozidi kutembea na Mungu, tumjue Mungu. Haleluya. Hii Facebook huwa ina mambo mengi sana. Facebook ina Mungu na Facebook ina mashetani, asidanganye mtu. Facebook pia ina mapepo ambao wamewekwa kuwavuruga watu wa Mungu, wamewekwa kuvuruga kazi ya Mungu. Lakini Bwana atukemee. Kama aishivyo neno la Mungu litadumu milele. Anasema vyote vitapita, lakini neno langu litapita hata yote yatimie. Haleluya. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Enendeni kwa amani ya Bwana, mkijua kwamba Mungu yuko pamoja nani. Haleluya, haleluya. Uwepo wa Mungu ni mzito sana mahali hapa. Uwepo wake ni mzito. Haleluya. Yes God. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Palipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Palipo Bwana yanawezekana. Baba yetu na Mungu wetu, wewe uketie mahali pa juu palipoinuka,
Tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Asante kwa leo uliosema nasi Bwana. Biblia inasema ya kwamba wewe ni roho, na wale watakao kuabudu watakuabudu katika roho na kweli. Basi kweli yako na ijae ndani yetu. Katuondolee mizaha, katuondolee mazoea katika jina la Yesu. Kwa maana ukurasa wa leo nao umepita, hatujui ukurasa wa kesho una nini. Ukaendelee kutusafisha na kututakasa. Neno lilolileta mbele zetu leo likatuponye, likaponye nafsi zetu, likaondoe ukoma katika roho zetu, katika jina la Yesu. Katutakase kwa damu yako. Tumia muda huu kujitakasa. Tumia muda huu kujitakasa kutokana na neno lililosomwa. Tutakase tulipopoteza muda. Ututakase pale ambapo hatukujua muda ni wa thamani. Umesema ya kwamba tujue kuhesabu siku zetu. Ututakase kwa jina la Yesu. Tusamehe, tupate kibali mbele zako Bwana. Funike kila mmoja tunapokwenda kuondoka katika jina la Yesu. Mbariki kila mmoja wetu Bwana. Tunakupenda, tunakuheshimu Mungu wetu. Wewe ni Mungu mkuu, zaidi yako hakuna mwingine. Katika jina la Yesu tunakuomba na kushukuru. Amen. Amen. Muende na amani ya Bwana. Bwana awe kimbilio lenu. Bwana awe msaada wenu wa karibu. Mnapomwita itike kwa jina la Yesu. Muende na amani ya Bwana. Amen. Amen.